Bwana Yesu asifiwe. Habari za jioni watu wa Mungu. Ninawaalika katika siku 10 za maombi. Katika siku 10 hizi za maombi, tutahudumiwa na watumishi wa Mungu, Musa Malaba na Elias Yesaya. Juma hili la maombi linakujia katika YouTube channel Neno la Uzima na Patakatifu Media. Mtu wa Mungu, usipange kukosa, panga kubarikiwa. Je, unajua maombi yana uwezo wa kufungua kila kilichofungwa katika maisha yako? Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka. Je, unajua kwamba na wewe unaweza ukaomba milango yako iliyofungwa ikafunguka? Karibu katika somo la leo ambalo Yesu anauliza, je, unataka nikutendee nini? Ibada yetu ya leo tutaifungua na wimbo namba 119. Yesu anasema, wewe huna nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu. Alilipa bei na wiwa naye, dhambi ilitiawa, aliiondoa. Bwana, nimeona uwezo wako tu, waweza takasa mioyo michafu. Alilipa bei na wiwa naye, dhambi ilitiawa, aliiondoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Karibu katika somo la kwanza la siku 10 za maombi. Mimi ni mtumishi wa Mungu Musa Malaba. Mambo mawili kabla tujaingia kwenye somo la leo. Miongoni mwa zawadi ambayo haijafunguliwa kwa waumini wengi ni Roho Mtakatifu. Sasa Biblia inasema 6:63. Yesu anasema maneno yake, maneno ni waambiayo ni roho na tena ni uzima. Sasa leo tutakwenda kuangalia neno swali kutoka kwa Yesu ambalo anauliza, ambalo ndani yake kuna uzima na ni roho. Sasa nikutie moyo. Jambo la pili, katika siku zetu hizi 10 za maombi, unalo jukumu la kufanya. Mimi la kwangu nafanya, na tutakuwa na kipindi cha maombi. Jukumu lako ni mambo matatu. Jambo la kwanza, mambo matatu kama sio manne. Jambo la kwanza, tenga muda wa maombi kila siku. Kila baada ya masaa 3. Simamisha shughuli zako, muombe Mungu. Jambo la pili, tenga muda na familia yako, nyumbani kwako. Mke wako, watoto, mfanyakazi wako wa ndani, kama unakaa ghetto na marafiki zako, mpate muda wa kuomba. Jambo la tatu, kutana na waumini wenzako kanisani. Katika makanisa ya Waadventista wa Sabato dunia nzima, kuanzia leo tarehe 7 mpaka 17, watakuwa katika siku 10 za maombi wakikutana kanisani, mkiomba kwa pamoja, lakini mkiombea na injili duniani. Haya mambo yanakwenda kugeuza maisha yako ndani ya hizo siku 10. Hautakaa ujutie uamuzi utakaoufanya. Basi tunapoingia katika somo la leo, tuombe. Baba, asante kwa ajili ya baraka ya somo la leo. Swali kwa unataka ututendee nini?
Asante kwa maana neno hili lenye nguvu ndani yake linakwenda kututendea mambo makubwa kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu, amen. Kitabu cha Marko 10 mstari wa 51. Marko 10:51 inasema, Yesu akajibu akamwambia, unataka nikutendee nini? Unataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, Rabi, nataka nipate kuona. Rabi, nataka nipate kuona. Moja ya jambo ambalo linaumiza kichwa ni kuona Yesu, Mungu Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu, mwenye akili zote, mwenye uwezo wote, anayejua yote, anapomuuliza mwanadamu maswali ambayo majibu yake anajua. Unataka nikufanyie nini? Unataka nikufanyie nini? Kwani Yesu hajui? Mbona amesema kitabu cha 6:8 Mathayo kwamba Baba yenu aliye juu mbinguni anajua mnayoyahitaji hata kabla mjaomba. Kwa nini amwambie huyu kipofu unataka nikufanyie nini? Kuna nguvu gani iliyo ndani ya neno hili la Mungu ambalo nataka leo itusaidie? Sababu zitakuwa mbili. Ziko nyingi lakini leo niseme mbili. Sababu ya kwanza ni kitabu cha 15:4 Warumi, kwamba kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na matumaini. Yesu aliuliza hili swali ili sisi tujifunze jinsi bora ya kumwomba Mungu. Yesu aliuliza hili swali ili tujifunze jinsi bora ya kuomba maombi yetu. Na jinsi hii bora ni hipi? Tunapaswa kuomba maombi yenye kulenga shabaha, na sio maombi ya jumla. Huyu kipofu aliulizwa unataka nini? Akamwambia nataka nipate kuona. Wewe anapokuuliza Yesu, unapaswa kuchukua somo la story hii ya huyu kipofu. Uanze kumuuliza Yesu na wewe kumjibu Yesu, nataka kitu A, B, C, D na sio jumla. Sababu ya pili, Zaburi 81:10 kipengele cha mwisho anasema, fumbua sana kinywa chako nawe utajazwa. Ni mfumo wa kimungu kupata vitu vya kimungu kwa njia ya kuvitamka mbele za Mungu. Kipofu alitamka mbele ya Yesu, Mungu pamoja na wanadamu, Mungu mkuu mwenye nguvu, Emmanuel, kwamba nataka kuona. Akapata kuona. Ilikuwa kuwaje? Wamekutanaje? Shida ilikuwa ni nini? Karibu katika neno la Mungu tusome story kwa ufupi, alafu tutapata fafanuzi chache, alafu tutaingia kwenye maombi ya siku ya leo. Kitabu cha Marko. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Elias Yesaya anakwenda kutusomea kitabu cha Marko 10 mstari wa 46 mpaka 52. Neno la Mungu linasema katika Marko 10 mstari wa 46 mpaka 42. Wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake, akiwa na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Bartimayo, maneno Bartimayo manake ni mwana wa Timayo, mtoto wa mzee Timayo. Alikuwa na shida gani mtoto wa mzee Timayo? Mtu wa Mungu, yule muombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Katika mstari wa 46 anasema, 46 akasema, naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake. Anaanza sasa, anapaza sauti na kusema, anasemaje? Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea, wengi wakamwambia, bwana acha mambo yako, ili anyamaze. Nyamaza bwana, unamsumbua bwana Yesu. Lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akamwambia, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, bwana njoo. Wakamwambia, jipe moyo bwana. Wakaanza kumpa moyo. Inuka, anakuita mwalimu. Akatupa vazi lake akaruka.
Akamwendea Yesu. Akamwendea Yesu. Yesu akajibu. Yesu akajibu. Akamwambia, wataka nikufanyie nini? Wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia. Kipofu akamwambia, mwalimu wangu, mwalimu, nataka nipate kuona. Mimi sina shida yoyote zaidi ya kutaka kuona. Yesu akamwambia. Yesu akamwambia, enenda zako. Enenda zako. Imani yako imekuponya. Imani yako imekuponya. Mara akapata kuona. Mara akapata kuona. Akamfuata njia. Akamfuata njia. Mambo mawili. Jambo la kwanza, Bartimayo au bwana Timayo huyu anamuomba Yesu ombi la jumla. Unasikia anasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Sasa unirehemu maana yake nini? Unirehemu. Shida yako ni rehema. Rehema zipi? Zikaguse eneo lipi? Ili ukiona useme hizi ni rehema za Mungu. Mara ya pili Yesu akamfuata akamuuliza, unataka nikutendee nini? Achana na masuala ya kurehemu ya lela jumla. Nataka neno specific. Unataka nini? Na leo tunataka tuzungumzie, leo tunazungumzia targeted prayers, maombi yenye kulenga lengo. Yenye kulenga lengo. Unataka Mungu akufanyie nini? Unataka Mungu amfanyie nini mke wako? Unataka Mungu amfanyie nini mme wako? Aifanyie nini familia yako? Alifanyie nini kanisa lako? Amfanyie nini bosi wako? Aifanyie nini elimu yako? Chochote watoto wako, chochote ambacho unataka Mungu akifanye, lazima ukiseme chenyewe kama kilivyo na sio kujumuisha. Na sio kujumuisha. Nikupe mfano kabla sijakupa nukuu mbili ili tuombe. Nikupe mfano. Mfano ni kwamba, kwa mfano wewe unakwenda hospitali, umeugua hoi bintaban, mguu umevunjika, unatakiwa uunganishwe. Kufika pale daktari anauliza, bwana una shida gani? Wewe utaanza kumwambia, daktari mimi na changamoto za maisha. Shida yangu ni changamoto za maisha. Daktari unirehemu. Nina changamoto za... Sasa changamoto ni zipi? Daktari atashindwa kukujibu. Katika maombi ya leo, Mungu tunamwendea pamoja na hitaji letu kubwa la kuhitaji nguvu za Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Tunahitaji kuunbox, kufungua baraka za Mungu zilizofichwa ndani ya Roho Mtakatifu, ambazo mpaka sasa dunia haijazifaidi, ikiwemo uponyaji, kama ambavyo kipofu aliponywa kwa nguvu ya neno la Yesu, ambao tumesema neno ni roho. Nataka nikutie moyo ya kwamba lazima ujifunze kupeleka haja zako katika ufafanuzi wake na sio jumla. Na sio jumla. Mwandishi mmoja maarufu ulimwenguni Mkristo anaitwa Charles Spurgeon. Kwenye nukuu yake anasema, kuna sala nyingi ambazo hazifiki hata kwenye dari kwa sababu hazina shabaha. Kuna watu wengi wanaomba, lakini wanachokiomba hakijafanikiwa kuvuka hata gypsum board, hata bati la nyumba yake kufika mbinguni, kwa sababu hakina shabaha. Mpiga mshale asiyelenga sehemu yoyote asishangae asipopata kitu chochote. Mlengaji mshale asipokuwa na target akalenga sehemu sahihi, asishangae akakuta zoezi lake hakuna chochote. Kwa nini? Bartimayo anatufundisha leo tunapoenda kwenye kuomba, tunakwenda kuomba moja kwa moja. Unataka Mungu akutendee nini? Andaa mambo yako makubwa matatu leo ambayo unataka Mungu akutendee wewe na maisha yako. Nukuu ya mwisho, kitabu kinaitwa Steps to Christ, kimeandikwa na nabii Ellen G. White. Anasema, maombi ni kufungua moyo kwa Mungu kama kwa rafiki. Ukiwa na shida kwa rafiki yako, hauwezi kumficha ukasema nina changamoto za maisha. Rafiki unayempenda utamwambia, bwana leo sina mboga, unga ninao, naomba mboga, na yeye atakupa. Kama yule jamaa alienda kumwambia rafiki yake, nina mgeni amekuja ghafla, sina chakula cha kumpa, akampa. Mwisho mpendwa, tunapoelekea kwenye maombi ya siku ya leo. Rafiki, kuna jambo moja la siri limefichwa katika kisa cha leo cha maombi cha Bartimayo. Bartimayo kwa nini alikuwa na juhudi kubwa ya kutaka kutoka kwa Yesu?
kwa sababu historia inaonyesha baada ya siku hiyo Yesu alikopita kutoka Yeriko kuelekea katika manispaa ya Yeriko, hapo njiani hapo Yeriko, jiji la kibiashara ambalo watu wengi walikuwa na fedha, watu wengi walikuwa na uwezo wa kutoa fedha kwa maskini. Hata yule jamaa aitwa Msamaria mwema alikuwa anaenda hapa hapa Yeriko kufanya biashara, ilikuwa ni jiji lenye uwezo watu kupata fedha. Yesu hakupita kabisa siku nyingine yoyote mpaka leo baada ya siku ile. Manake ile fursa yule Batimayo angeikosa, hadi leo tungekuwa tunalalamika, jamani, Batimayo mpaka leo amekufa akiwa ni mwombaji. Tunapoelekea kuomba, kuna fursa ambazo unaweza ukazikosa kwa sababu ya kupuuza. Maombi tunayokwenda kuomba leo ni ya kwako. Hata mimi ukiniambia nirudie nilichojifunza hapa leo, nitaongea kingine. Hiki ni cha kwako. Andaa haja na hoja zako, Mungu akutendee. Bwana Mungu wetu akutendee. Nikukaribishe mtumishi wa Mungu ili utuongoze katika dua na maombi ya somo letu la leo. Alafu na mimi nitafunga kwa kumalizia. Nikukumbushe, Batimayo hakuomba chakula. Batimayo hakuomba mavazi. Batimayo hakuomba usafiri. Aliomba kupata kuona, maana alijua shida ya matatizo yake yote ilikuwa ni kuona. Na leo Mungu anakwenda kukupa suluhisho la kila chanzo cha matatizo yako. Kazi yako utataja na Mungu atatenda. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya maombi. Nikualike popote ulipo, uinamishe uso wako kwa unyenyekevu, ukiwa ni kwenye daladala, ikiwa ni kazini, ikiwa ni popote pale, kwa sababu haufungwi na mazingira yoyote katika kuomba. Na jambo lolote ambalo unataka Roho Mtakatifu akufungue, mwambie dhahiri. Mwambie dhahiri. Kama somo letu tuliojifunza leo kutoka kwa mtumishi wa Mungu, kwamba tunapaswa kutaja dhahiri. Kutaja moja kwa moja, kutaja dhahiri, kumwambia Yesu kile ambacho tunataka tufanyie. Kama Batimayo, tusiwe kama Batimayo ambaye alikuwa anafunga, anaficha na akasubiri mpaka Yesu amwambie. Usisubiri mpaka Yesu akwambie. Yesu anataka umwambie. Ndio maana alimwambia dhahiri. Tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa upendo wako. Asante kwa ajili ya somo la leo ambalo limetufungua na kutuelekeza ya kwamba tunapokuja kwako Yesu Kristo kukuomba lolote, basi hilo lolote tulitamke dhahiri moja kwa moja. Asante kwa sababu watoto wako wamesikia neno hili. Asante kwa ajili ya mtumishi wako uliyemsimamisha leo na ukatia neno lako katika kinywa chake, nasi tumesikia na tumebarikiwa. Mungu, ninakuomba kwa ajili ya watoto wako wanaofuatilia mahubiri haya na siku hizi za maombi. Mungu ukawabariki na kuwaongezea na kuwazidisha zaidi. Mama yule ambaye yuko mahali fulani kwenye biashara yake na biashara yake imepitia misukosuko ya kutosha. Adui amemsukasuka mama huyu kwenye biashara. Kila akiweka fedha, fedha inapotea. Kila akiweka fedha, chuma ulete wanachukua. Mungu, ninamuombea mama huyu kwamba akashikiliwe na biashara yake kalindwe katika jina la Yesu Kristo. Ninabatilisha nguvu za giza katika biashara yake. Ninaziharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na biashara yake ninaitiisha chini ya mamlaka ya kimbingu. Mungu, mama huyu akafanikiwe na kalitukuze jina lako. Akaseme upo Mungu ambaye ulimtendea katika siku 10 za maombi. Lakini Baba, yupo mama mmoja ambaye anasumbuliwa na ugonjwa. Ugonjwa wa uvimbe umemtesa miaka mingi. Baba, tunaukataa na tunaufuta ugonjwa wa uvimbe katika jina la Yesu Kristo. Tunaufuta kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Uondolewe ugonjwa wa uvimbe katika mwili wake. Akalitukuze jina lako. Baba, yuko mama ambaye ameteseka katika ndoa yake. Ndoa haina raha, ndoa haina furaha, ndoa ina misukosuko.
kuanzia sasa, Roho wako Mtakatifu anayefungua kila kilichofungwa, Roho wako Mtakatifu ambaye anaweza kuweka mambo sawa katika utulivu, akaweke mambo sawa katika ndoa ya mama huyu, katika jina la Yesu Kristo. Baba mwema, ninaomba kwa ajili ya baba huyu ambaye amepitia katika changamoto za uchumi, changamoto za afya, yule anayetufuatilia mahali hapa, Baba neno kamfungue, kwa sababu Roho Mtakatifu ana uwezo wa kufungua chochote kilichofungwa. Kama alifungwa kiuchumi akafunguliwe, kama alifungwa kiafya, Baba akafunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia baraka kwa watoto wako, ninaachilia baraka kwa watoto wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimeomba nikiamini kwamba Mungu anaenda kuwatendea watoto wako. Amina.